Yesu katika Biblia. Marko sura ya 12 mstari wa 28 hadi 32. Yesu aliwaambia Waisraeli akiwaambia, sikia Israeli, Bwana Mungu, yani mtu mmoja alikuja kumuuliza Yesu, akasema alikuja kumwambia juu ya ipi katika amri ya kwanza katika amri zote. Yesu akamwambia ya kwanza ndio hii. Yani ukisoma katika Marko 12, kwa vile nimesema mengi, hebu tukumbushe kidogo. Katika Marko 12, mmoja wa waandishi akafika, akawasikia wakisemezana naye, akatambua ya kuwa amewajibu vema. Akamuuliza, amri gani ile ya kwanza? Yesu akamwambia, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako na kwa akili zako zote. Na ya pili ndio hii, mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Hakuna amri nyingine iliyokuwa kuliko hizi. Yule mwandishi akamwambia, umesema vyema mwalimu, kwamba hakuna mwingine ila yeye. Yesu anasema Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Yesu anafundisha kuwa Mungu ni huyu mmoja, kusema mimi Bwana Mungu wenu ni Bwana mmoja. Bwana Mungu wetu, mimi na nyinyi, ni huyu mmoja. Yule mwandishi akamwambia, umesema vema mwalimu, kwamba hakuna mwingine ila yeye. Hakusema hakuna mwingine ila wewe. La ilaha illa huwa. Inaonesha kwamba Yesu alifundisha hapa, hakika Mwenyezi Mungu ni Mola wangu na Mola wenu. Yesu alisema katika Yohana sura 17 mstari wa 3. Alifundisha nini? Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kupata uzima wa milele ni kutambua kuwa Mungu ni mmoja na kutambua kuwa Mungu ndiye aliyemtuma Yesu. Yesu ni mtume wa Mungu. Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et Jésus qui t'a envoyé. Yesu ni mtume wa Mungu. Yesu amefundisha kuwa Mungu haonekane. Amesema katika Yohana sura ya 5 mstari wa 37, Jean chapitre 5 verset 37. Alisema nini Yesu? Yohana sura ya 5 mstari wa 37. Tusome andiko hiyo. Ni andiko lenye maana sana. Anasema hivi: na Baba aliyenituma alinishuhudia, sauti yake hamkuisikia wakati wowote, wala hakuna aliyeona sura yake. Yani Mwenyezi Mungu, Yesu anasema kuwa Mungu ndiye aliyemshuhudia. Hakuna aliyesikia sauti ya Mungu wakati wowote, wala hakuna aliyeona sura yake. Yesu alitembea nao muda wa miaka 33, wakimuona, wakimsikia, wakimgusa, wakizungumza naye. Lakini Yesu anasema hakuna aliyesikia sauti ya Mungu wakati wowote, hata sekunde, wala kuona sura ya Mungu hata sekunde. Vipi utasema Yesu ni Mungu? Yohana sura ya 6 mstari wa 38, Yesu anafundisha, anasema andiko hili ambalo liko wazi, anasema sababu sikushuka toka mbinguni nifanye mapenzi yangu, lakini mapenzi yake yeye aliyenituma. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Takbir. Allahu Akbar. Yesu akufundisha kuwa yeye ni Mungu kabisa fasta. Yohana 7:16-18, aya iko wazi kabisa. Inasema nini? Lakini kama nina hukumu yangu ni kweli, kwa sababu si peke yangu, lakini ni Baba yangu aliyenituma. Tena na katika Torati yenu imeandikwa, ushuhuda wa watu wawili ni kweli. Mimi ni mmoja mwenye kujishuhudia mwenyewe, na Baba aliyenituma ananishuhudia. Inamaanisha kwamba Yesu sio Mungu. Tukisoma katika Yohana, kuna andiko moja ambalo liko na maana sana hapa.
linaweza likaleta msaada kabisa kwa ndugu zangu wenye kunifuata, hata kwa pasta ambaye anazungumza kama eti Qur'ani inazungumza kama Yesu ni Mungu. Biblia yenyewe inasema nini? Yohana sura 11 mstari wa 22-23. Jean chapitre 11 verset 22-23. Lakini najua hata sasa yoyote utakayoomba Mungu, Mungu atakupa. Yesu akamwambia ndugu yako atafufuka. Yaani hapa ni kisa cha Martha, dada yake Yesu. Alipomwona Yesu anakufa, Lazaro anakufa, amesikitika sana. Alipomwona Yesu akamwambia Yesu, ungelikuwa hapa ndugu yangu hangelikufa. Akamwambia Yesu, umuombe Mungu, Mungu atakusikia kwa huyu ndugu yangu afufuke, kwa sababu ndugu yangu afufuke. Yesu akamwambia ndugu yako atafufuka. Yesu aliposikia hivyo alimjibu nini? Yohana sura ya 11 mstari wa 39 hadi 44. Jean chapitre 11 verset 39 à 44. Sikia vile Yesu alifanya. Aliposhauriwa na huyo dada yake Lazaro, Martha, amuombe Mungu, Yesu alifanya nini? Yesu akasema, "Muondoshe jiwe." Martha ndugu yake mke yule aliyekufa akamwambia, "Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4." Yesu akamwambia, "Sikukwambia kwa ukiwa ukiamini utaona utukufu wa Mungu?" Basi wakaondosha lile jiwe. Yesu alinyanyua macho yake akasema, "Baba, nakushukuru kwa sababu ulinisikia. Na ninajua ya kwamba unanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya watu wanaonizunguka nilisema, waamini kwamba ndiwe uliyenituma." Wakati alipokwisha kusema maneno haya, akapaza sauti yake, "Lazaro, toka nje." Lazaro akatoka nje, akifunga mikono yake na miguu yake kwa sanda, na nyuso yake imefunguliwa kwa kitambaa. Yesu akawaambia, "Mumfungue aende zake." Yesu amemfufua Lazaro kwa kumomba Mungu. Anataka watu wasadiki kwamba yeye alitumwa na Mungu. Sasa vipi leo tunamuita Mungu? Vipi? Yesu alisema katika Yohana sura 20 aya 17. Yesu anasema, "Usiniguse, kwa maana sijapanda kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu kawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu." Yesu alisema haya katika Yohana sura 20:17. Kama Yesu yeye ni Mungu, alikuwa anakwenda kwa Mungu gani? Takbir. Yesu anasema, "Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu." Takbir. Yesu ameonesha kwamba ana Mungu wake na ndiye Mungu wetu. Qur'ani imesema, Biblia imesema. Vipi tutakwenda kumsemea Yesu uongo? Tumekuta mfalme wa falme wako wengi katika Biblia. Wengi. Na tukisoma andiko ambayo inaweza kumletea faida, Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 3. Inshallah andiko hili litatokea. Na haifai kuwa na woga wakati andiko linasomwa, kwa sababu mtu anaweza kusema huyu anajisemea tu bwana. Nasema maneno yenyewe inaandikwa bwana. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Lakini nataka mjue, sikia, lakini ninataka mjue ya kwamba kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha kila mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Je veux cependant que vous sachiez et compreniez que le chef de tout homme est Christ, et le chef de la femme est l'homme, et le chef de Christ est Dieu. Takbir. Yesu anayemtawala ni Mungu, na mwanaume anamtawala mwanamke, na mwanaume anayemtawala ni Kristo. Yesu kumbe ni bosi kwetu sisi wanadamu, na mwanaume ni bosi kwa mwanamke, na bosi wa Yesu ni Mungu. Nataka mjue. Wakorintho wa kwanza 11:3 pasta. Maandiko haya kweli yanaweza kuwa mbali na wewe. Katika Timotheo wa kwanza 2:5, kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ.
Takbir. Yesu ni mtume, ni mwanadamu, hata kama alifanya miujiza. Sio Yesu peke yake ndiye alifanya miujiza. Wengi waliopita kabla yake walifanya miujiza. Wengi waliopita kabla yake wamefufua. Kama wanasema Yesu alifufua, tukisoma Wafalme wa Kwanza sura ya 17 mstari wa 17 hadi 22. 1 Roi chapitre 17 verset 17 à 22. Andiko hiyo inasema nini? Wafalme wa Kwanza sura ya 17 mstari wa 17 hadi 22. Na ilikuwa nyuma ya maneno haya, mwana wa yule mwanamke mwenye nyumba aliugua, na ugonjwa wake ulizidi hata pumzi haikubaki mwilini mwake. Akamwambia Elia, una nini juu yangu, mtu wa Mungu? Umenifikia kunipa ukumbusho wa dhambi zangu na kuua mwana wangu? Naye alimwambia, unipe mwana wako. Akamtoa toka kifua chake, akamchukua hata chumba cha juu pahali mwenyewe alipokaa, akamlalisha juu ya kitanda chake. Akalia Bwana, akasema, Bwana Mungu, juu ya ni wewe ulioleta mabaya kwa mjane huyu, ninayekaa kwake hata kuua mwana wake. Kisha alijinyoosha mwenyewe juu ya mtoto mara 3. Akalia Bwana akisema, Mungu wangu, na kuomba roho ya mtoto huyu irudie ndani yake tena. Na Bwana alisikiliza sauti ya Elia, na roho ya mtoto ikarudia, akafufuka. Takbir. Elia anafufua, sio Yesu. Kabla Yesu hajakuja duniani, Elia amekwisha kufufua. Na ndio maana Qur'ani inasema hapa katika sura ya Imran aya 49, ninafufua baadhi waliokufa kwa idhni ya Allah. Na huyu amefufua kwa idhni ya Allah. Yesu amefufua Lazaro kwa idhni ya Allah. Vipi jamaa nataka kupeleka katika mambo ambayo haijulikani bwana? Kuna mengi sana ambayo tutajibu. Hii ni sehemu ya pili ambayo tulipenda kumzungumzia, lakini kuna habari moja, sijui kama mnaweza inakuwa saa 1:20 za usiku, lakini sijui kama tunaweza kuzungumza, sababu yeye alisema hivi, huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume Muhammad, yeye amemuita Muhammad, sisi tunasema mtume Muhammad, lakini yeye alisema tu Muhammad. Eti kwenye Al-Kaaba hapo ndio kaburi lake. Hiyo kitambaa mnaiona hapo sio jiwe nyeusi, ni kitambaa nyeusi inazungumzwa hapo, Hajar Aswad. Yeye sijui kama Hajar ndio kitambaa, sijui kama ni Kiarabu, nikisoma kule Arabuni sijui. Sababu au ni sijui kama ni Kiarabu kia wapi yenyewe alisoma mtu kutuambia Hajar maana ndio kitambaa. Hata leo mtu hakuna mtu anaweza kudanganya. Unaweza kuna internet, unaweza kuingia pale, kuna lugha ya Kiarabu, Kizungu, ukitaka Kifaransa, unaweza ukaandika tu pale Kiswahili unasema jiwe, kisha niambie Mkiarabu, haitakwambia kitambaa. Yeye kutokana na tafsiri, kwa sababu huenda kichwa chake ndio internet, ni dictionary. Sababu sisi dictionary yenyewe iko pale, wanakuambia kama jiwe sio kitambaa. Jiwe ni jiwe tu. Habari hii amezungumza kwamba Waislamu Mungu wao ni jiwe, na sisi Mungu wetu yuko mbinguni. Sisi tunaelekea mbinguni au yuko pahala popote, lakini Waislamu wanapoelekea Maka, Mungu wao yuko kule Maka. Lakini kwa bahati nzuri nimefanya utafiti, nimeandika haya maneno leo karibu miaka 2. Al-Kaaba ni nyumba ya Mungu. Nimeipata kwenye Nouveau Dictionnaire Biblique, ndio hapa, page 600, ukurasa wa 600. Ukurasa wa 600 hapo. Ukurasa wa 600. Ungesogea hapa tumuone huyu bwana, ni dokta huyu ambaye ameandika hapa. Ni dokta kabisa. Sababu kazi ya dokta si nitafuta tu. Ukitizama hapa kuna hii neno inaitwa Pierre.
Pierre, Kiswahili manake jiwe. Sasa ni kurasa 600, page 600. Njoi. Nouveau dictionnaire biblique. Dictionnaire Pierre Bible. Les Israélites dressaient parfois une pierre commémorative à l'endroit où Dieu s'était révélé à eux. Genèse chapitre 28, verset 18 à 22. Genèse chapitre 35, verset 14. 1 Samuel chapitre 7, verset 12. Ésaïe chapitre 19, verset 19. Et donnait un nom religieux à ces lieux. Genèse 28, 19 et Genèse 35, 7. Ou même à la pierre. 1 Samuel 7, 12. De même, il donnait quelquefois à un autel l'un des noms de Dieu. Genèse 33, 20, Exode 17, 15. Confère Genèse 37, 35, 7. Mais ce passage prouve qu'il n'attribuait aucun pouvoir divin à la pierre elle-même ou à l'autel. Il ne lui rendait aucun culte. Aucun culte. La pierre perpétuait simplement. La pierre perpétuait simplement un souvenir religieux. L'adoration indépendante. Genèse 31, 54, 35, 1, 7, 1 Samuel 7, 9. Ndio ambayo anazungumza lile jiwe. Sasa twende kwa Kiswahili. Maana ya ile maneno. Waisraeli mara walikuwa wakisimamisha jiwe la ukumbusho nafasi Eloha, yani Mungu alikuwa akijifunua kwao. Waisraeli walikuwa wakisimamisha, wakitia mastel de pierre, wakipanga mawe, nafasi yenyewe Mungu alikuwa akijifunua kwao manabii. Hii inapatikana katika Mwanzo 28, 18, 22. Mwanzo 35, 14. Samueli wa kwanza 7, sura ya 7 mstari wa 12. Isaya 19, 19. Walipanga jina la kidini nafasi hiyo. Nafasi yenyewe wanaweka mawe, wanapanga mawe. Hapo wanatia jina la kidini. Hata jiwe lile pia. Samueli wa kwanza 7:12. Ilifikia waliita madhabahu hayo kwa jina halisi la Mungu. Hilo jiwe wanaita jina la Mungu. Wanaita kwa jina la Mungu jiwe. Hii inapatikana katika Mwanzo 33:20, Kutoka 17:15. Mwanzo 35:7. Ndio tafsiri ya hii maneno. Sasa tusome zile maandiko zote ambazo hii Nouveau Dictionnaire Biblique inatueleza. Mwanzo 18:28, 18:22. Yakobo akasimama asubuhi mapema, akatoa jiwe aliloweka chini ya kichwa chake. Jiwe, yani alipokuwa anasafiri, alifika katika mji mmoja unaitwa Luz. Aliona inafika usiku, alikuwa anakwenda Harani. Akachukua jiwe akailalia kesegamia, ndio ikuwe nini yake, wanaita siju kusema mto. Akalisimamisha kama nguzo. Unasikia? Hapo anasema akasimamisha asubuhi na mapema, akatoa jiwe aliloweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo. Yaani alipokuwa kilala, alioteshwa wa malaika wanapanda na kushuka katika usingizi. Mungu akamzungumzia, akamteremshia ufunuo pale, akampa wahi kwa